Nchi za Ulaya zinatishwa na athari za muda mrefu za mgogoro katika Mashariki ya Kati na kwamba hali ya uchumi inazidi kudorora. Hali ya uchumi katika bara la Ulaya inazidi kudorora na hivyo viongozi mbalimbali wanakaa vikao kila kukicha kuona ni jinsi gani wataweza kutatua jambo hili. Mataifa kama vile Uingereza, Ufaransa, Ujerumani zinakaa katika vikao kuona ni jinsi gani wataweza kutatua mgogoro ambao unaendelea katika Mashariki ya Kati. Wataalamu wa uchumi wamesema kadri mlango wa bahari wa Hormuz unavyoendelea kufungwa ndivyo athari zinazotarajiwa kuwa kubwa zaidi na ndivyo itakavyokuwa vigumu kwa uchumi wa dunia kurejea katika hali ya kawaida. Kamishna wa nishati wa Umoja wa Ulaya Dan Jorgensen ametahadharisha kuhusu athari za muda mrefu za mzozo unaoendelea, akisema hali hiyo inaweza kuwa mbaya zaidi kwa miezi au hata miaka ijayo. Amefananisha mgogoro huo na misukosuko mikubwa ya nishati iliyowahi kushuhudiwa katika nusu karne iliyopita. Anasema, lazima tuwe wazi kabisa katika kuelezea aina ya mgogoro tulionao kwa sasa. Huu sio mzozo wa muda mfupi wala si ongezeko dogo la bei. Huu ni mgogoro ambao huenda ukawa mkubwa kama ule wa mwaka 1973 na mwaka 2022, na hili linamaanisha kwamba tunakabiliwa na miezi migumu sana au hata miaka kutegemea mwelekeo wa hali ya Mashariki ya Kati. Lakini hata katika hali yenye matumaini bado mambo ni mabaya, amesema. Ameeleza zaidi kwamba mzozo huo unaigharimu Ulaya takribani euro milioni 500 sawa na dola milioni 600 za Kimarekani kila kukicha. Jorgensen ameongeza kuwa serikali za Ulaya bado zina wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa upungufu wa mafuta ya ndege hasa wakati msimu wa utalii unapokaribia. Ameeleza kuwa mashirika ya ndege barani Ulaya tayari yanakabiliwa na gharama kubwa za uendeshaji na upungufu wowote wa mafuta unaweza kuongeza bei ya tiketi na kusababisha kufutwa kwa safari. Hali hii si tu kwamba inatokea katika bara la Ulaya. Hali hii pia inayakumba mataifa ya Afrika. Hali ya uchumi katika bara la Afrika nao pia inatajwa kwamba inasababisha uchumi kuyumba kwa kiasi kikubwa. Vita hivyo vya Iran vimechochea mzozo wa mafuta, usafiri wa ndege katika bara la Afrika. Vita hivyo vimeongeza bei za mafuta ya ndege, hali iliyolazimisha kampuni za ndege barani Afrika kuongeza nauli, kufuta baadhi ya safari na kubadili mipango ya uendeshaji ili kuendelea kuwa na uwezo wa kifedha. Sekta ya usafiri wa angani duniani, ikiwemo ile inayokuwa kwa kasi barani Afrika, inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi kutokana na athari za vita vya Iran. Moja ya changamoto za papo hapo ni kupanda kwa gharama za mafuta ya ndege ambayo huchangia sehemu kubwa ya gharama za uendeshaji wa mashirika ya ndege. Mafuta ya ndege ambayo ni aina ya mafuta ya taa, kerosene, yanasafishwa kutoka katika mafuta ghafi ndiyo hutumika kuendesha ndege, na hata hivyo usumbufu unaohusishwa na vita hivyo umefanya bei kupanda maradufu katika baadhi ya masoko, hali iliyosababisha pia upungufu wa bidhaa hiyo. Matokeo yake ni kwamba yameathiri kiasi kikubwa cha mafuta ya ndege kinachonunuliwa na makampuni ya usafiri wa anga barani Afrika kwa ajili ya shughuli zao. Wasiwasi kuhusu usalama wa nishati umechangia kupanda kwa bei ya mafuta duniani, na katika biashara za mapema mnamo Jumatano, mafuta ghafi ya Brent yalikuwa yakikaribia dola 98 kwa pipa, yakiongezeka kwa zaidi ya 30% tangu kuanza kwa vita, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, na hii ni karibia duniani kote. Wachambuzi wanaeleza kuwa ongezeko hilo linatokana na hofu kwamba makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yanaweza kuvunjika, hasa baada ya Marekani kukamata meli za mizigo ya Iran na usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz kuendelea kusimama kwa kiasi kikubwa, lakini pia ni kutokana na Iran kuendelea kuzikamata meli siku ya Jumatano, ambapo sasa inasababisha nchi nyingi kuwa na wasiwasi na kukabiliwa na usumbufu wa safari za ndege, lakini pia na uhaba kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.